Ni katika kijiji cha Rwinyana, kata ya Bugarama, wilayani Ngara, mkoani Kagera, ambapo timu ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia imefanikiwa kuibua familia yenye mtoto Agnes mwenye miaka miwili anayepitia changamoto ya kimakuzi kutokana na mama mzazi kuwa na changamoto ya afya ya akili. Baada ya kulitambua hilo, uongozi wa kijiji hicho wakatumia fursa ya Mama Samia Legal Aid Campaign, kama anavyoeleza Bwana Limijio Dominic, mwenyekiti wa kijiji cha Rwinyana. Katika kijiji changu kumekuwa na changamoto nyingi zinazohitaji msaada wa kisheria, ila baada ya hawa ambao wanahamasisha msaada wa kisheria wa haki za kibinadamu, nimejaribu kuwapa taarifa ya mtu anahitaji msaada wa kisheria, ambapo mpaka sasa hivi wamefika kwa ajili ya kuweza kumsaidia. Changamoto kubwa yake ni mama alikuwa na familia, lakini baadaye akili yake ikawa kama vile imebadilika, akawa anaishi kutangatanga na mtoto mgongoni, analala nje, nyumbani haendi. Sasa ikawa imepelekea na mtoto kuonekana sasa ameathirika na mtoto, yani hana hali ya kwamba sasa ni mtoto ambaye analelewa na mama. Kwa hiyo baada ya kutoa taarifa hiyo, tunaona wamefika kwa ajili ya kuja kutusaidia. Kwanza nashukuru kwa ujio wa taarifa hii ya msaada wa kisheria katika vijiji mbalimbali vya Ngara, hususan kijiji changu cha Rwinyana. Niombe tu waendelee kufika sehemu nyingine mbalimbali ili waweze kuona kama wanaweza kaona watu wa namna hii na kuweza kupata jinsi gani ambavyo wanaweza kaendelea kumsaidia. Bi Hajirat Banyeza ni mama mkazi wa kijiji cha Rwinyana ambaye amekuwa msaada kwa familia hii mara kadhaa licha ya changamoto inayoipitia familia hii. Mara nyingi analala polini, hajui kulala ndani. Yule mwanaume zani hana chochote cha kumsaidia kwa sababu yeye mwenyewe anasema anapoisha amepanga huko kijijini. Kwa kweli hata hizo nguo alizomvulisha, mimi juzi ndio nilikuwa nimemvalisha, nikampa uji, akakataa. Ila alikuwa amempeleka zahanati wakampa dawa, tukamwambia hata tumpe hizo dawa, akatuambia nimeshampa gongo, siwezi kumpa dawa. Sisi kama wakina mama tunaozaa, tunaomba msaada wa Mama Samia kwa kweli. Yani ujitahidi kumsaidia huyu mtoto. Maana sisi hatuna hata uwezo wa kumsaidia, ni hivi tunakutana naye tunampa, lakini uwezo wa kumweka ndani tumsaidie sisi hatuwezi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada wa Mama Samia umuone huyo mtoto. Hapa ndipo afisa ustawi wa jamii wilayani Ngara Bwana Peter John akiwa miongoni mwa timu ya kampeni ya msaada wa kisheria alipolibeba jukumu hili la kusaka suluhu ya mtoto Agnes. Baada ya hapo timu ya msaada wa kisheria tumefanya kikao kwa muda mfupi na tukaona sasa huyu mtoto yuko kwenye mazingira hatarishi na ikaonekana ni vema yachukuliwe hatua za haraka. Sasa tumefika hapa na familia ya Bi Niduha tayari na mume wake wameridhia kwamba ni kweli wanakubaliana kwamba mtoto huyu atoke sasa mikononi mwao, lakini mwisho wa siku wafike kwenye maeneo ya husika ili aweze kupata huduma za msingi. Na mtoto huyu kwa namna anavyoonekana anaona kwamba anaikosa huduma ya lishe, lakini pia anaonekana pia kuna huduma za kiafya na nazo anazikosa. Kwa hiyo ofisi sasa baada ya hili kutokea, ofisi ya ustawi wa jamii ikalichukua na mwisho wa siku tunaenda sasa kutekeleza kumuunganisha na kumweka sehemu salama. Sasa baada ya kupeleka huko na kupata huduma, huyu mtoto mwisho wa siku atafanyaje? Atasaidiwa na baada ya hapa akiwa sawa ataweza kurejeshwa kwenye familia. Lakini pia kama itaonekana pia familia hawezi tena kuendelea kumlea, mwisho wa siku tutamuunganisha na kuna walezi wa kujitolea au watu wanao asili. Lakini baada ya kuwa tumewasiliana na familia hii, na kwa leo tumechukua mawasiliano ya mwenyekiti wa kitongoji baada ya kuona kwamba ndiye ndugu wa karibu ambaye anaweza tukafanya naye mawasiliano, lakini pia tutaendelea kuitembelea familia hii hapa na kuangalia huyu mama anaweza kasaidiwaje baada ya kuona kwamba shida alionayo inaweza katatulika kwa kumuunganisha na watu wa huduma za afya. Kimsingi kwanza ni shukuru kwa niaba ya rais na jambo zima na huduma hii iliyotolewa ya msaada wa kisheria, kwa sababu tayari hili limeibuliwa, lakini mwisho wa siku inaonekana kwamba watu tayari wameinuka na mwisho wa siku kumbe
wameelekezwa namna ya kuripoti vitendo vya namna hii, kwamba watu wanaoibuka na wenye changamoto za namna hii, basi wameelekezwa jamii kwa ajili ya kuripoti na mwisho wa siku watoa huduma wakaweza kusaidia. Baada ya hatua hizi za awali, nimeshuhudia kwa macho yangu mtoto huyu akipitishwa katika kituo cha afya Bukiriro kwa ajili ya matibabu ya awali. Si hivyo tu, mtoto Agnes amefikishwa katika mikono salama kwenye moja ya kituo cha kulelea watoto hapa wilayani Ngara mkoani Kagera. Nikiripoti yaliyojiri kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera, mimi ni Marco Pastori.